Si naona leo nyumbani na shida. Samahani, nilikuwa na shida. Shida gani? Toka jana sijala chochote. Kwa nilikuwa naomba kama una kiasi chochote cha pesa nisaidie, mimi nikipata nitakurudishia. Mwanamke mzuri kama wewe, toka jana ujala kweli? Wewe ina shida, nitakusaidia. Ila mimi nishakwambia kuwa na watu kama sisi, unaona tunavyoonekana hapa kijijini, tuna hela leo kikwambia kiasi siku ile utaka. Okay, sawa. Cha msingi tuingie ndani. Nini tena? Nikafanya nini mimi sasa? Wewe tuingie ndani. Wewe tuingie ndani. Sasa mimi nenda kwa sio kwa tuingie ndani. Njoo baba. Njoo. Niache! Mimi shida yangu ni pesa tu. Na sio mambo nayotaka wewe tena, ukome na usije ukanizoea tena. Sawa, mimi naelewa, lakini sio kama napenda msichana hivyo. Sio kama unapenda nini? Nataka pesa yangu leo leo. Kama univumilie basi nipe hata siku mbili tu, kesho kutwa mimi nakupa lako. Acha masiala. Unajua hiyo pesa zinaitegemea kwenye kuzungusha biashara yako. Naelewa ndugu yangu, lakini mambo ndo magumu, sio kama napenda. Kesho jioni nakuja kuchukua pesa yangu. Basi sawa, nitajitahidi. Sawa.
Atishishi hakuwa mtu wa kuchelewa kurudi nyumbani. Hata dakika 5 hilo alikutokea kamwe. Lakini siku hile kulikuwa na kitu tofauti. Siku ya kwanza ilipita, halafu ya pili Atishishi hakurudi. Nilijaribu kujifanya niko sawa, lakini ndani yangu kila kitu kilikuwa kinavunjika taratibu. Nilianza kujiuliza maswali mengi. Nilijiuliza kama bado ananipenda au kama umaskini wangu ulikuwa sababu ya yeye kuniacha. Lakini kadri muda ulivyozidi kwenda, hofu ilianza kushinda mawazo yote. Simu yake haikupatikana. Hapo ndipo nilipoanza kuogopa zaidi. Nilitoka nje kumtafuta. Nikapita maeneo ya karibu, nikamuuliza kila niliyemuona. Lakini siona chochote. Hakuna aliyemuona Atishishi. Ndipo nikajua hili halikuwa jambo la kawaida. Halo? Halo? Samahani. Bila samahani Shem, niambie. Nilikuwa namuulizia Atishishi kama amefika. Atishishi? Kwa leo hapana, sijamuona. Sawa. Shem. Safi. Hivi Atishishi alifika hapo? Atishishi sijamuona huku. Halafu, mbona unajisaulisha kuhusu zile pesa zangu? Najua Shem, najua. Sema nafikiri kati ya leo hivi au kesho nitarejesha hicho kiasi kilichobakia shemeji yangu, hata usijali. Shem, jitahidi basi ulipe hilo deni. Basi sawa shemeji yangu, mimi nimekuelewa. Na nakumbuka sana deni lako, nakumbuka shemeji yangu, wala usijali. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Mambo vipi kaka? Tamani, upo nyumbani kwako? Ndio, nipo nyumbani. Kuna shida? Hamna. Nilikuwa tunaulizia kama uko hapo nyumbani kwako, labda mke wangu atakuwa amefika hapo. Hapana, sijamuona. Na leo sijatoka kabisa nyumbani.
Sema nikaisi atakuwa amekuja hapo, maana huaga anakujaga kusukaga hapo kwa mama na. Mama Abduli hayupo. Ameenda Tabora, kwa hiyo nyumbani Basi sawa. mwenyewe. Na mbona umenidanganya kuhusu lile shamba ndugu yangu? Sawa. Hapana. Sikukudanganya ndugu yangu, sema hata mimi kuna sehemu nililima kidogo kibarua. Sasa pesa nilikuwa bado sijapata. Hivyo nilikuwa nimepiga mahesabu kwamba nikipata ile pesa maana yake nitakuja nitamalizia ile deni yako, alafu tuanze upya ndugu yangu. Yeah, tayari. Isi bado mbichi kabisa. Tayari kisu chenye makali nini sasa? Kwani sina nusa tu na kisu chenye makali? Nini umevuta jiko mwanangu? Leo hii misipoi. Sasa mwanangu nikukuambia umevuta jiko ili ni mwanangu leo hii sipoi kweli? Hebu tupe siri ya mafanikio mwanangu. Shemedi kwa. Niambie basi sasa, uniambie na mbona unakaa kimya sasa? Wewe bwana umeshakuzoea bwana. Ona kama makali haya tayari. Hebu niambie sasa mimi na umeniwahi hapo umetangulia mwanangu tayari mwanangu ushafuta jiko. Mbona cheka tu na wewe unijibu sasa? Halo gangu uje kuchana wewe. Uje kupatia kama shati yake sasa unapatia mashati. Sasa maisha tu sasa, kwani mwanangu mimi sinakwambia ukweli mwanangu, ni kama umenitangulia mwanangu, ni chapu tarucha jiko. Hivyo ona kwanza mwanangu, eti ona inguta. Alafu si bado mbichi vipi? Mara mapema sana. Eti. Mara mapema sasa mwanangu, sina usu nijibu. Hauna muogopa shemeji. Edo. Bye. Shemeji. Bye. Kwa nini wewe niko hapa? Na nimefikaje hapa? Edo. Kwa nini unafua nguo zangu? Ati. Basi kumbilo vile sana. Siku mbili. Ndio.
mpaka sasa hauko sawa, unahitaji kupumzika. Sasa kwa nini ukunipeleka kwa mume wangu? Atishi, unataka kupumzika kwa sababu bado uko sawa. Sitaki Edo, nipe nguo zangu niondoke. Niache mimi niende kwa mume wangu. Odi! Odi! Karibu. Karibu sana. Kwa. Kabisa. Shemeji. Bwana mtoto. Nilijua. Nilijua. Hawezi kuwepo. Hayadi, washakula. Hawezi kuwepo kabisa. Hawezi. Nikwambie, nisikwambie. Shemeji sasa yupo nyumba ya Sita, kwa mkubwa wa shamba hapa kijijini, Edo. Yangu ipo kwa Edo? Ipo kwa Edo. Tena shishi. Huyo mwingine, kuna mwingine. Samani, ni mke wangu kweli au umefananisha? Komichi mimi na akili na macho na picha nimepiga, anapika kajiachia hii msusi, anapika mtamu, nimekula leo. Chaliwa shanga kijiji, na tena sasa hivi nimemwacha ameanika nguo tena, alivyojiachia sasa kama kwanje ninavyokuambia. Nimemwacha na muda huu, nimemwacha anaanika nguo na yupo nje. Baba, baba, kwa heri, shafikisha, imeisha. kudondosha machozi, eti ama nikulilie mpenzi, eti ondoa nite chizi, ondo yako mapozi, unataka nikupigie magoti, maumivu nayo nipa elezeki, na kama ndo kundoka usirudi, na mate niliyomeza hayatemeki, na kama kuondoka usirudi. Moja mbili tatu haikai sawa, sikio la kufa halisikikawa, iwe ulinichoka sawa, naondoka sawa, usirudi.
umeniacha peke yangu. Oh mpenzi, ulikuwa ndoto yangu, sasa umeniacha vipi? Nina maumivu mtiti, na ndo maana hatukuzaliwa tunafanana. 1, 2, 3 haikai sawa, sikio la kufa halisiki dawa. Iwe ulinichoka sawa, unaondoka sawa. 1, 2, 3 haikai sawa, sikio la kufa halisiki dawa. Iwe ulinichoka sawa, unaondoka sawa. Usirudi, 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 usirudi. Oh, nilikupenda kweli, lakini umeniacha moyoni. Oh, siwezi kulazimisha tena, kama ndo mwisho basi na uendelee. Usirudi mpenzi, nakutakia heri. Usirudi, usirudi, oh. Usirudi, usirudi, oh. Usirudi, 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 oh. Usirudi mpenzi, nakutakia heri. muda huu nimemwacha anaandika na yuko